صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: والله يختص برحمته من يشاء. صدق الله العلي العظيم. والله يختص برحمته من yasha, na Mwenyezi Mungu anamhusisha kwa rehema zake amtakaye. Mwenyezi Mungu kwa upendo wake anampa mtu mambo mengi makubwa mazito, mtu yoyote ambaye anamchagua yeye. Na masala ya kuchagua ya kumpa fulani mambo fulani ambao hakumpa fulani, hilo haliko kwenye mikono yetu, liko kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Ukirudi kwenye mitume, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ukirudi kwenye mitume wa Mungu 124,000 hawako sawa. Kuna mitume Mungu aliyowapa mambo fulani, watu fulani Mungu hakuwapa. Na hivyo hivyo ukirudi kwenye mawasii wa mitume wote hawako sawa. Amirul Mu'minin wa qaidul ghurri al-muhajjalin, Imamu al-mashariq wal-magharib, Asadullah al-Ghalib, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib sallallahu wa sallamu alayhi. Mungu amempa ni wasiyul awsiya, ni wasii wa mawasii wote. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Maimamu 12 al-a'immatul 12 wote ni watu wazito, lakini maulaya wa sayyidi Abi Abdillah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi, Mungu amempa mambo ambayo hakuwapa maimamu wengine. Ni uchaguzi wa nani? Ni uchaguzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyofanya kwa mitume, kama alivyofanya kwa mawasii, na hivyo hivyo amefanya kwa maimamu 12. Akampa Hussein mambo mengi ambayo hakuwapa maimamu wengine, hakuwapa viongozi wengine. Na kama amewapa, basi ameshirikiana nao katika hayo waliyowapa. Katika mambo waliyompa, aliyopewa al-Imamu Hussein, tunasoma katika ziyara: khalaqakumullahu anwara faja'alakum bi'arshihi muhdiqin, katika ziyaratul Jami'a al-Kabira. Wama adraka ma hiya ziyaratul Jami'a al-Kabira. Mabwana wakubwa wote waliopita katika historia, ikiwemo mwanachuoni mkubwa Ayatullah al-Uzma As-Sayyid Muhsin al-Hakim al-Tabatabai, al-Imam al-Khumaini al-Azim, As-Sayyid al-Khudi. Mabwana wakubwa hao walikuwa hawaanzi kusomesha mpaka wa wazuru maasumin kwa ziyaratul Jami'a al-Kabira.
katika maneno yaliyomo kwenye ziara ni maneno haya: khalaqakumullahu anwara faja'alakum bi'arshihi muhdiqin. Shu muhdiqin? Yani nadhirin, yani tanzurun. Mungu amewaumbeni nyinyi, faja'alakum anwaran, akawafanyeni ni nuru, mko kando kando ya arshi yake mnaiangalia. Kwa hivyo Abu Abdillahi al-Husayn, moja katika mambo aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alikuwa ni nuru kando kando ya arshi, akiangalia arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio vile vivuli vitano alivyoviona Adam alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. Alipoona vivuli vitano akamwambia Mungu, hivi umeumba viumbe kabla yangu? Akamwambia la, isipokuwa hizi ni nuru tano, hao ni watoto wako wewe. Katika nuru hizo tano alizoziona, na Mungu akamwambia atawassali kwa nuru hizo ili amsamehe makosa yake. Moja ilikuwa ni nuru na kivuli cha Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Faja'alakum khalaqakumullahu anwara faja'alakum bi'arshihi muhdiqin. Tunasoma tena katika ziara: ashhadu annaka kunta nuran fil aslabi shamikha wal arhamil mutahhara. Nashuhudia ya kwamba kunta nuran, ulikuwa ni nuru wa Husayn kwenye migongo ya watu wazito, ya aslabi shamikha. Ulikuwa ni nuru katika matumbo ya wanawake waliotoharishwa. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha, Mungu anampa rehema zake anaye mtaka, anaye muamua yeye. Lakini jambo la pili katika mambo aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Abi Abdullah al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi, ni heshima maalum, hadhi maalumu aliyopewa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa kuzaliwa kwake. Hakika ni hiyo, fahina wiladatihi sadarat khamsatu aqsamin min alwahy, mambo matano ya wahi yalipatikana kwenye mazazi ya Imam Hussein. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu alimpa wahi malaika Ridhwani ya kwamba kuanzia sasa, leo hii, pepo ipambe, iandae vizuri. Kwa nini? Karamatan limauludi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuanzia leo pepo ipambe, itengeneze vizuri. Kwa nini? Kwa sababu siku ya leo amezaliwa mtoto wa Muhammad. Mtoto wa Muhammad huyo aliyezaliwa na kutolewa amri ya kupambwa pepo alikuwa ni al-Imam al-Husayn alayhi salam. Haya maelekezo ya kwanza. Maelekezo ya pili, auha Allahu ila Malik akhmidin niran. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu alitoa amri kumwambia malaika anayesimamia moto, Malik leo amezaliwa mtoto wa Muhammad, kwa sababu ya heshima yake moto uzimwe, kwa sababu amezaliwa mtoto wa Muhammad, karamatan lah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini jambo la tatu, kulingana na muda, Mwenyezi Mungu aliwajuza hurul ain an tuzayyin wa tazawaru, kwamba mjipambe lakini mtembeleane. Kwa nini mjipambe? Kwa nini mtembeleane? Karamatan limauludi Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya kuzaliwa, hishma ya kuzaliwa mtoto Muhammad. Kwa hivyo Abi Abdullah al-Husaini ana mengi, ana makubwa kwa kweli ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa na hakumpa mwingine. Lakini nikutoshe neno la Maulaya wa Sayyidi Jaafar bin Muhammad as-Sadiq al-Musaddaq anapomwelezea Abi Abdullah al-Husaini salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad, anampa sifa, anamuita katika sifa zake na katika mambo aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni abrata kulli mu'minin wa mu'mina. Ni kiumbe pekee akitajwa mbele za mu'min mwanamume na mu'min mwanamke anatoa machozi. Kirozo na maji hapa. Imam Sadiq kirozo na maajabu anasema akitajwa mbele za muumini yoyote, mwanamume na mwanamke, hawezi akanyamaza kimya. Yaktasu bi rahmatihi, ndio maana tunapokumbuka msiba wake bwana mkubwa huyu na uzito aliokuwa nao na mambo aliyompa Mungu, tunaona msafara wake baada ya kwamba Madina sasa haikaliki, imetoka amri ya Yazid ibn Muawiya la rahimahullah kwamba Husaini atoe bai'a. Kama amekataa kutoa bai'a, idribu unuqa, mkate shingo. Anatoa amri Yazid ibn Muawiya ibn Abi Sufyan, amri anapelekewa gavana wa Madina Walid ibn Uqba. Marwan ibn al-Hakam analazimisha usimwache Husaini atoe bai'a. Husaini akanyanyuka kisimba, anamwambia Walidi, nahnu ahlu baiti nubuwa wa mawdi'u risala wa mukhtalafu al-malaika wa Yazid rajulun fasik sharibun lil-khamr qatilun lin-nafsi al-muhtarama wa mithli la yubayu mithlahu. Umelazimishwa nitoe bai'a. Walidi, kumbuka, nahnu ahlul bait, sisi ni watu wa nyumba ya Mtume. Sisi malaika asubuhi na mchana wanapita katika nyumba yetu. Asili ya utume uko katika nyumba yetu. Mkono wangu nitampaje Yazidi? Yazidi ambaye ni fasik, mtu hana habari na Mungu, lakini muuaji, mlevi. Mithli la yubayu mithla, mtu kama mimi siwezi kukubali dunia iseme kwamba Husaini amekubali Yazid ni kiongozi wa umma wa Kiislamu. Hayat. Husaini akadiriki kwamba Madina haikaliki tena. Madina tujaddihi, Madina tujaddina la taqbalina, mji wa Madina haukaliki tena. Abi Abdullah al-Husayn akatoka kuelekea kwenye kaburi la babu yake Mtume. Alipofika kwenye kaburi la Mtume, sataa lahu nurun min al-qabr, ikatoka nuru, mwanga mzito ukatoka kwenye kaburini kutoka chini kwenda juu. Mwanga ule uliotoka, Husaini alipouona akatoa salamu, assalamu alayka ya Rasulullah, amani we juu yako ewe mtume wa Mungu. Ana al-Husayn ibn Fatima, mimi ni Husaini mtoto wa Fatima. Farhuka wa ibn farhatik, mtoto wako na mtoto wa binti yako.
wasibtuka alladhi khallaftani fi ummati, mimi ndio yule mjukuu wako ambaye umeniachia ni kiongozi kwa umma huu. Fashahada alaihim ya nabii Allah, mtume washuhudie watu hawa annahum khadaluni, kwamba wamenitelekeza, walam yahfadhuni, na wala hawakunichunga, wa hadhihi shakwaya ilaik, na haya ni malalamiko yako mtume, na kueleza hata alqak, mpaka nitakapokutana na wewe. Hussein yuko mbele za kaburi la babu yake, mtume anamsalimia, anamueleza, anampa malalamiko aliyokuwa nayo. Ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, amani we juu yako ewe mtume. Ana al-Husayn ibn Fatima, mimi ni Husaini mtoto wa Fatima, mtoto wako na mtoto wa binti yako. Husaini akabakia kwenye kaburi la baba yake, akaendelea kufanza ibada. Siku ya pili akarudi tena kwenye kaburi la babu yake mtume. Alipofika akaswali rakaa mbili, akaswali rakaa nyingi, alafu akanyanyua mikono akamuomba Mungu, anamwambia Mungu, Allahumma inna hadha qabra nabiyika Muhammad, ewe Mola wangu wa haki, hakika hili ni kaburi la mtume wako Muhammad, wa ana ibnu binti nabiyik, na mimi ni mtoto wa kiume wa binti yako Fatima, wa qad hadarani min al-amr ma qad alimt, nimekumbwa na jambo ambalo siwezi kukaa tena Madina, nimekumbwa na jambo ambalo Mungu umeshalijua jambo hilo. Allahumma inni uhibbu al-ma'rufa wa unkiru al-munkar, Mungu mimi napenda kulingania katika dini ya Mungu, napenda kulingania mema, napenda kukataza maovu. Wa asaluka ya dhal jalali wal ikram, na kuomba ewe Mwenyezi Mungu mtukufu, bihaqi al-qabri wa man fihi, kwa haki ya kaburi hii na aliyoko ndani, na kuomba kwa haki ya kaburi hili na aliyoko ndani yake, illa ikhtarta li ma huwa laka ridha, Mungu nichagulie lile ambalo unaliridhia, linaradhi na wewe. Wali rasulika ridha, na mtume pia analiridhia. Baada ya hapo Hussein akalia, wabaka, Hussein akalia kilio kizito, akabakia pale mpaka karibu na alfajiri. Yupo kwenye kaburi la babu yake mtume. Wakati yuko pale akapata kausingizi. Alipopata kausingizi akamuona babu yake mtume Muhammad ndani ya usingizi akiwa na gurupu la malaika kuumeni na kushotoni na mbele yake. Mtume alipomuona Hussein akamkumbatia. Mtume akamkumbatia mjukuu wake Hussein, akambusu kwenye uso wake, akawa anamsemesha, anamwambia habibi Hussein, kipenzi changu Hussein, kaani araka an qarib murammalan bidimaika, kana kwamba ninakuona kwa macho yangu mawili, siku sio nyingi, mwili wako umetapakaa damu, madhbuhan bi ardhi Karbala, umechinjwa katika ardhi ya Karbala, baina usabatin min ummati, katikati ya kikundi katika umma wangu. Wa ma'a dhalika anta atshanun la tusqa, una kiu hakuna wa kukupa maji. Wa dhamaanun la turwa, kiu kimekukaza hakuna cha kuondoa kiu yako.
wa hum ba'da dhalika yarjuna na wao baada ya hayo wanataka uombezi wangu, shafaa yangu siku ya Kiyama. Yarjuna shafaati la analahum Allahu shafaati yawm alqiyama, amin ya rab. Mungu asiwape watu hao uombezi wangu na shafaa yangu siku ya Kiyama. Bado Mtume anamsemesha mjukuu wake na mwanawe Husain, habibi Husain, mwanangu kipenzi changu Husain, inna abaka wa ummaka wa akhak, hakika baba yako Ali na mama yako Fatima na ndugu yako Hasan, qadimu alayya wa hum mushtaquna ilayk, wote wamenijia wanasema wanakutamani, wote wamenijia wanasema wamekumisi. Fabaka al-Husain, Husaini akalia akamwambia babu yake Mtume, basi babu, naomba unichukue niingize pamoja kwenye kaburi lako. Mtume akamwambia la budda an turzaqa shahada, lazima uondoke uende Karbala ukapate shahada, liyakuna laka ma kataba Allahu fiha min athawab, ili upate zile thawabu Mungu alizokuandikia. Siwezi kukuchukua kukuingiza hapa. Fa ummuka wa abuk, mama yako na baba mama yako Fatima, baba yako Ali, tuhsharuna yawma alqiyamati fi zumratin wahida, ni mtafufuliwa pamoja katika kundi moja. La ilaha illa Allah. Husaini akashtuka, Husaini akaamka, akawaelezea familia yake ndoto aliyoiota akiwa kwenye kaburi la babu yake Mtume Muhammad. Zainab aliposikia maneno haya, aliposikia ndoto aliyoiona al-Imamu Husaini kwenye kaburi la babu yao, alilia kilio kizito. Akawa Husaini ndio anamnyamazisha Zainab, akamnyamazisha Zainab, akawa anamwambia siku hii ya leo kayaumi mata fihi Rasulillah, ni kama ile siku aliyofariki Mtume, ni kama ile siku aliyofariki Fatima, ni kama ile siku aliyofariki Hasan. Ja'alana Allahu fidaka min al-maut ya habib al-abrar. Sauti zikanyanyuka, Husaini akapambana kuwanyamazisha mpaka akafanikiwa kuwanyamazisha, kana kwamba namuona mwenyewe al-Imam al-Husain amekwenda kumuaga mama yake Fatima, anamwambia umma ya Fatima, ana azizuki al-Husain, mimi ndio kile kipenzi chako Husaini, rahilun anka ila ardi karbin wa bala, naondoka naelekea Karbala. Akalia, akahuzunika. Watu wa Madina wakakusanyika kwenye kumuaga al-Imamu al-Husain, lakini kinachosikitisha zaidi katika kuaga kwa al-Imamu al-Husain ni uagaji wa Fatimatul Alila, ambaye alibakia Madina, hakuongozana na msafara uliokwenda Karbala. Fatimatul Alila alipoona msafara umekusha jiandaa na kuelekea Karbala, na akatambua ya kwamba anaachwa peke yake, Husaini anaondoka kuelekea Karbala na ndugu zake, Alila Fatima alikuja akawa anazunguka kwenye ule msafara uliojipanga. Mara anakwenda kwa ndugu zake, mara anakwenda kwa shangazi yake Zainab. Akasimama kwenye msafara ambao ni wa Rabab, akaita Rabab, aina akhi Abdillah, ndugu yangu Abdullah Radhi yuko wapi? Rabab akamchukua Abdullah Radhi, akamkabidhi, akampa Fatimatul Alila. Alipomchukua Abdullah Radhi akamweka kifuani kwake, Fatimatul Alila akatokwa ni machozi, kana kwamba Fatima alihisi ndiyo naagana na ndugu yangu Abdullah Radhi, hatutoonana tena.
msafara ukawa bado uko katika kuagana. Fatimatul Alila akabakia Madina pamoja na Ummul Banin pamoja na Muhammad ibn al-Hanafiya. Na alikuwa Fatimatul Alila mara kwa mara anakuja kumuuliza Muhammad ibn al-Hanafiya, amu Muhammad, hal min khabar, una habari yoyote ya Karbala? Hal min risala, je, Hussein labda ameleta barua yoyote kutoka Karbala? Hali inaendeleaje? Hali ya Abdallah ar-Radhi' iko vipi? Ana khaifatun ala abi, mimi namuogopea baba yangu na waogopea watu wa Iraki wasije wakamtelekeza baba. Allahu akbar. Bainama al-Husayn fi Karbala yawma Ashura, Husaini yuko Karbala siku ya Ashura, ndiyo kipindi Husaini yuko peke yake, watu wake wote wameuliwa. Bwana mmoja amepanda farasi akawa anakuja mpaka akamfikia Husaini, akamkabidhi barua. Husaini akaifungua barua. Husaini alipoifungua barua akajua inatoka kwa nani, machozi yakamtirizika. Husaini akawa analia, akaichukua barua akenda nayo mpaka kwenye hema. Alipofika kwenye hema akamwambia Zainab, ukhayya Zainab, kad warada alkitab, Zainab, tumepata barua, msiba umekuwa mzito. Hadha kitabun wasalani min ibnati al-Alila, hii ni barua nimeipata kutoka Madina, kutoka kwa Fatimatul Alila. Zainab anauliza, ameandika nini kwenye hiyo barua? La ilaha illa Allah. Kana kwamba namwangalia al-Imam al-Husayn, anampa habari dada yake, hiya tasaluni an akhiha Ali al-Akbar, ananiulizia kuhusu habari za ndugu zake. Vipi Ali al-Akbar bado ni mzima? Maasafi shadid, hajui kwamba Ali al-Akbar amekatwa vipande vipande. Kana kwamba anawauliza ndugu zake, anamuulizia Qasim, Qasim bado ni mzima. Wa hiya la ta'lam anna rasahu qad infalaqa fil qatayn, ajui kwamba Qasim kichwa chake kimepasuliwa vipande viwili. Kana kwamba anamuulizia Abul Fadl al-Abbas, Abul Fadl al-Abbas yuko wapi? Mikono miwili hayuko na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله يا الله يا الله. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbi, kwa baraka zako, kwa nguvu zako, kwa tawfiki zako ya Rabbi, sote tuliohudhuria hapa, kila mmoja na matatizo yake, na changamoto zake, yeye katika kazi zake, yeye na wake zake, yeye na watoto wake. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tuondolee changamoto tulizokuwa nazo ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu, sote tuliokuwa hapa ya Rabbi, wazima ni wachache, wengi wetu tuna maradhi, presha imetutawala, sukari, mifupa inauma, tuna kila aina za maradhi. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa baraka za Fatimatul Alila aliyeshindwa kwenda Karbala na baba yake Abi Abdullah al-Husayn, Mwenyezi Mungu tuondolee maradhi tuliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu tupe uzima katika uzima wako. Mwenyezi Mungu tupe shifaa katika shifaa yako ya Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, kwa kuwa kukubali dua zetu, tunatawassal kwa Abi Abdullah al-Husayn aliyebakia yuko peke yake katika ardhi ya Karbala. Mwenyezi Mungu, hali zetu za uchumi zimekuwa ni ngumu, shilingi haipatikani, shilingi imekuwa ya tabu. Mwenyezi Mungu tunakuomba utufungulie milango ya riziki ya Rabbal Alamin,
utupe riziki zilizokuwa pana na zilizokuwa za halali ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba vile vile ya Rabbi, tulioko hapa ni waja wako dhaifu, hatuna wa kutulinda. Mwenyezi Mungu tulinde ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu tuhafidhi sisi na familia zetu ya rabbal alamin. Mwenyezi Mungu, lakini ya Rabbi, waliotangulia mbele za haki, waliozikwa mahala hapa katika ndugu zetu wafuasi wa Ahlul Bait, hususan shekhe wetu na mwalimu wetu Said Akhtar Ridhawi na wote waliotangulia mbele zako, Mwenyezi Mungu tunakuomba, adkhil ala ahli alqubur surur, la yamin, adkhil ala ahli alqubur surur, la yamin, adkhil ala ahli alqubur surur, la yamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim, birahmatika ya arhamar